Shakatalaba Sambaraba Zikatulaba Makotamo Sakatalaba Musaya Yikitulaba Zibia Wakashura Unabarikiwa sana, unaweza kupata nafasi kuketi katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai, tunamshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo ametupatia tena ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunasema ni asante kwa Mungu kwa sababu ya fursa hii tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu popote unatazama ukiwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumebarikiwa sana kukuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunapoendelea na maombi, bado tunapigana na roho hizi tatu: roho ya kuinuka, roho ya kukuja na roho ya kutokezea, ili kuleta uharibifu ama kutatiza katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni roho ambazo hutokezea wakati mtu anaanza kufanya vizuri, wakati mtu anaendelea kufanya vizuri, wakati mtu ako sawa. Haya maroho hutokezea ili kuhakikisha inakurudisha nyuma, ili kuhakikisha hautaendelea vizuri. Nimekuja kugundua ya kwamba tuko na watu wengi sana walio karibu na sisi ambao bidii yao kubwa ni kuhakikisha hatuendelei na kuhakikisha wanatuzuilia ili tusifanye vizuri. Na mifano mingi tuko nayo katika maandiko ambayo inatuonyesha wale waliofaulu kuangusha watu ni wale ambao walikuwa karibu na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na nazidi kusema ya kwamba ni vizuri kwa wewe kusimama na kuomba kabisa. Ombea biashara yako, ombea kazi yako, ombea maisha yako, maana katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kihalisi ni wengi sana, tena sana, ambao wako pale kufanya bidii ili wewe usifanye vizuri, ili wewe usiweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili ukaweze kuendelea katika dunia hii ya sasa, inakubidi ukaweze kusimama katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kusimama kwako katika maombi ndiko kutakakoweza kukusimamisha na kukuwezesha kuendelea katika jina la Yesu. Maana ni wengi wasiotaka wewe uendelee, ni wengi hawataki ufanye vizuri, na unapata ya kwamba hawahusiki na wewe. Kila mtu ako na maisha yake. Kwa hivyo ninakusihi mpendwa, ingia katika maombi, ombea vitu yako, ombea mambo unayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mahala popote utajipata, mahala popote inaitanishwa na wewe, tafadhali ombea hiyo kitu. Chochote ambacho unafanya, ombea hiyo kitu. Bwana asifiwe. Ombea hiyo kazi yako, iombee kila siku. Haiwezi kaendelea kama utanyamaza, maana kunaye aliye karibu atafanya bidii
akufunge. Kila mtu anataka afanye yeye vizuri na hatake wengine wafanye vizuri. Ni vizuri utake kufanya vizuri na pia wachana na wengine wabambane pia wao waende juu. Bwana asifiwe. Lakini hii mpango ya wewe unataka ufanye vizuri na wengine wasifanye vizuri, hiyo sio roho ya Mungu. Bwana asifiwe. Unataka iwe ni wewe. Unataka iwe ni wewe. Kama ni kwa biashara iwe ni wewe. Wengine wote unafinyilia chini. Mpendwa, katika maombi utatokezea. Katika maombi utaendelea. Katika maombi utafanya kile ambacho unapaswa kufanya na utaendelea. Maana tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka wa sasa, ufalme huu unachukuliwa kwa nguvu, na wale walio na nguvu ndio watakaouteka. Bwana asifiwe. Maana pia kuna nguvu ambazo zinapigana na wewe usiweze kuendelea. Na ndio maana tunaendelea kuangalia katika hiyo kitabu cha Kutoka 1:8, baada ya mfalme kuinuka asiyemjua Yusufu kutawala Misri, kile kitu ambacho kilimsumbua ni wana wa Israeli ni wengi. Hakuna kitu kingine kilimsumbua. Kile ambacho kilisumbua, kwa nini hao watu ni wengi? Kwa sababu hii ni roho ya kutokutakia wengine waendelee. Kwa nini wale wanaendelea? Kwa nini yule anafanya vizuri? Kwa nini njia za yule zinaendelea vizuri? Hiyo tu ndiyo aliona. Na badala ya kufurahia, basi akahisi vibaya. Akasema, itakuwaje nyinyi ni wengi kushinda sisi? Mpendwa, mimi ninaamini ya kwamba kuna watu wanafanya vizuri kukushinda. Bwana asifiwe. Na wewe unafanya kivyako, kila mtu ako na kiwango chake kenye anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani kila mtu katika taifa la Kenya iwe ni mimi tunafanya vizuri kwa huduma. Haiwezekani. Kuna watu wanafanya vizuri kunishinda. Maana wamefika hapo. Maana hiyo ni kiwango chao. Na mimi mahali nimefika niko kiwango changu, ndio ninaendelea. Lakini mambo ya kuangalia wengine wanafanya vizuri na kusumbua, huo sio roho wa Mungu. Na hii roho ni nyingi sana wapendwa. Hii roho inazunguka mpaka makanisani, kwa ploti, si kwa familia, kila mahali. Kile kilimsababisha Kain kumuua Abel ni nini? Kwa nini yako imekubalika, yangu haijakubalika? Bwana asifiwe. Kwa nini wewe ufanye vizuri na mimi sifanye vizuri? Watu wanataka kuangamiza watu wanaofanya vizuri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huyu mfalme akahisi vibaya kwa sababu aliona. Maana mpendwa, unaonekana, watu wanakuona. Hauhitaji kuambia watu unafanya vizuri, watu wanaona. Huwezi fanya vizuri na ukae vibaya. Ukifanya vizuri kuna kuaga na mabadiliko hata kwa mwili wako. Kuna kuaga na mabadiliko mpaka kwa uso wako. Kwa hivyo ukianza kufanya vizuri, watu wataona. Watu wataona. Hauhitaji kuambia. Wanaotaka ufanye vizuri wataona. Wasiotaka ufanye vizuri wataona. Watu wote wataona. Na sasa kuna wale ambao wakishaona unafanya vizuri watahisi vibaya. Wakishaona biashara yako inafanya vizuri watahisi vibaya. Wakiona umenunua gari hawajanunua gari wanahisi vibaya. Wakiona huduma yako inafanya vizuri kiasi kuwashinda wanahisi vibaya. Hii si roho ya Mungu. Hii ni roho ya shetani. Roho chafu. Biblia inasema ya kwamba akaona wana wa Israeli, akaambia wenzake ya kwamba hao watu ni wengi kutushinda. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo akaanza kusema mstari wa 10, haya basi njooni tuwatende kiakili. Yaani njooni tutumie mbinu ambayo haitajulikana. Njooni tutumie mbinu ya siri. Njooni tuwapige kisiri. Njooni tuwapige katika ulimwengu wa kiroho. Njooni tuwafanyie vitu lakini sionekane kana kwamba ni wao tunapiga. Kuna vitu watu wako karibu na wewe wanafanya, haionekani kana kwamba ni mbaya, lakini malengo yake sio mzuri, ni ya kukuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Malengo yake, kuna watu wamekuja karibu na wewe na urafiki. Wewe unaona urafiki lakini malengo yao ni mbaya.
Mtu anaweza fanya bidii mpaka aolewe na fulani, na kumbe ni agent wa shetani, ametuma kwenda kuweka huyo mtu chini. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango hicho chote, Jezebel alifanya bidii mpaka akaolewa na mfalme, na malengo yake ilikuwa ni kukuja kubadilisha kila kitu. Angalia vile watu wanaamua, wako tayari kufanya chochote wahakikishe wanasababisha kile walikuwa wanataka. Hapa najua mimi nimepata bibi mzuri, bibi naye anajua hapa mimi sikuolewa, nimeolewa. Njia rahisi ya kukufikia ni kuangushe, ni kupige na nibadilishe Israeli, ni wewe unioe. Bwana Yesu asifiwe. We really need to be very careful. We really need to be very careful. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakuja karibu na wewe, wanaingia urafiki na wewe. Wewe unaona urafiki, na kumbe wamekuja kukuleta chini. Kumbe wamekuja kukuangusha. Kumbe wamekuja kwa sababu wanahisi vibaya vile unavyofanya vizuri, na njia mzuri ya kukuleta chini ni kukuwa rafiki yako. Wewe unafikiria uko na marafiki wazuri, unawaripotia vile ambavyo mambo yanaenda vibaya kwa maisha yako, kumbe ndio wanasema kumbe vitu yetu inafanya kazi. Lazima ukuwe mwangalifu sana katika jina la Yesu, vile ambavyo hii roho uinuka kuhakikisha inaweka watu chini. Huyo mfalme akasema tuwatende kiakili, tuwapige kiakili. Bwana Yesu asifiwe. Na hawatajua ni kuwapiga tunawapiga. Tunataka kufanya maombi, na ndio maana tunaomba hawatafaulu kutupiga kiakili. Maana katika ulimwengu wa roho tutawasense, tutawajua kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Na ndani ya roho yako ukiona ina communicate kitu juu ya mtu, si lazima uone akiharibu ndiye anaharibu. Nilisema ya kwamba mwili inaona vitu ambavyo vinaonekana kwa sababu mwili inaonekana. Kenye hakionekani kinaonwa na kenye hakionekani. Kenye kinaonekana na kenye kinaonekana. Lakini kenye kimejificha kinaonwa na kenye kimejificha. Bwana asifiwe. Cha siri kinaonekana na cha siri. Mimi ukiniangalia mwili unaniona, lakini roho yangu hauoni. Kwa nini niko na roho? Ili niweze kuona mambo ambayo hayaonekani. Natumia roho kuona mambo ambayo hayaonekani. Natumia mwili kuona mambo ambayo inaonekana. Geukia mwenzako mwambie angalia mara mbili. Geukia mwenzako mwambie angalia mara mbili. Wacha kuangalia mara moja. Acha mwili angalie nini? Mwili. Acha roho ione kenye hakionekani. Wacha mwili ione hiyo mwili yake, lakini acha roho ione mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tukienda hivyo wapendwa, tutawapatia kazi ngumu ya kutuangamiza. Bwana asifiwe. Tutawasumbua. Yesu aliona mawazo ya watu, aliona fikra zao, akawaangalia na akasema nyinyi mnawaza vibaya. Mwili yake iliona mwili, lakini roho iliona kenye kimefichika kibaya ndani ya hao watu, akaona mawazo yao. Yesu aliweza hiyo. Hata na wewe nataka nikuambie, kama utakuhusu macho ya roho iangalie, na kuambia hakuna mtu atakufanyia vile anataka. Atakuwa anakuja kufanya tayari roho yako inaona kenye kimejificha. Mtu atakuja karibu na wewe kwa njia ya urafiki, lakini spirit yako inaona uadui. Maana unajua uadui haionekani. Bwana asifiwe. Huwezi angalia hivi mtu kasema huyu ni adui. Uadui si kitu ya mwili. Mwili wake na wako ni sawa. Uadui ni kitu ya ndani. Mawazo mabaya hauwezi ukaona na macho ya mwili. Unahitaji macho ya roho kuona mawazo mabaya ya huyo mtu. Alafu mara moja unakata njia zake, anabaki akisumbuka. Huyu mtu alinijua ama ni nini? Anachanganyikiwa, anashindwa. Kwani ulijua mambo yake ama haukujua? Anashindwa vile una operate. Bwana asifiwe sana. Unajipata mpaka unajipata umekata hiyo njia na umetoka huko kabisa.
kwa sababu ya hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha ya kwamba ni vibaya sana kuendelea kukaa katikati ya watu na unasema wako na wivu na wewe. Ni vibaya sana kuendelea kukaa katikati ya watu na unasema wako na wivu na nani? Na wewe. Wewe unajikaranga, wewe unajipika, ama wewe unajipeana. Wewe umefanya nini? Umejipeana. Ukishajua huyu rafiki ana wivu na wewe, ukishajua hawa watu wana wivu na wewe, mikakati ya kutoka mara moja, toka katikati ya watu ambao wako na wivu na wewe. Toka katikati ya watu ambao wako kwa competition na wewe. Toka, maana hawa ndio uinuka kukuleta chini. Hawa ndio watakataa uende juu. Hawa ndio watakubali uende juu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo wataanza kukuwa na mipango ya siri ya kukupiga, ya kukuweka chini. Ukishajua mtu haisi vizuri, fulani alihisi vibaya wakati alisikia umefaulu, huyo tayari weka alama. Weka alama na ujue huyu hapa, huyu rafiki na huyu hapana. Maana mtu yoyote asiyefurahia mafanikio yako, huyo ni adui ya automatic. Atafanya chochote, hakikisha ataweka wewe chini. Bwana Yesu asifiwe. Herode akapata ripoti ya kwamba mfalme wa wafalme amefanya nini? Amezaliwa. Kaambia mama chuzi, hata mimi nataka kwenda kumwabudu. Bwana asifiwe. Hata mimi nataka kwenda kumsujudia. Angalia njia zenye wanakuja naye. Wamekuja wakikufunga macho na nini? Bwana asifiwe. Wamekufunga macho na nini? Akawaambia, enendeni, mkishajua amezaliwa wapi, mkuje mniambie. Bwana asifiwe. Kando na maongeo yake na kusema nataka nimsujudie, nataka nifanye hii, Mungu aliona cha siri enye kilikuwa kimefichika. Akaona roho ya kuua, huyu anataka kuua. Mungu akatokezea wale wapendwa, akawapitisha njia nyingine. Wakati wa kurudi hawakurudi na ile njia. Hivyo wapendwa, ndio inapaswa kukua. Haupasi kurudi mara ya pili kwa mtu ana wivu na wewe. Haleluya. Haupasi kupitia ile njia ya mtu wako na nia mbaya na wewe. Walipopewa hiyo ripoti ya kwamba enendeni, mkishajua ni wapi mtakuja kuniambia, cha siri kikaonekana na Mungu. Mungu akasema, ukishajua tayari mtu ana nia mbaya, usirudi na hiyo barabara, tafuta njia nyingine. Hawakurudi na ile njia kwa sababu huyu mfalme alikuwa anataka kuua. Leo nimesema, ukishagundua mtu ana nia mbaya na wewe, mara moja hiyo njia kata. Mara moja hiyo urafiki kata. Tafuta rafiki nyingine. Maana usipofanya hivyo utakuwa unajipeana. Saa zingine ni sisi huwa tunafanyia maadui zetu kazi rahisi ya kutushukisha chini. Unajua kabisa huyu mtu hakupende. Unajua kabisa huyu mtu anatafuta njia kukuweka chini. Anakuja kukuomba pesa, unampea ya nini? Unampea ya nini? Ama kwa sababu wewe umeokoka. Bwana asifiwe. Si watafaulu kufanya mabaya. Maandiko yanasema katika New Testament, Exodus chapter 12, Acts of the Apostles chapter 12, ya kwamba mfalme Herode akainua mikono yake kuwatenda mabaya. Alifanikiwa kuua ama hakufanikiwa? Sio ni agano jipya. Aliua. Kama mtu aliregarega pale, alifanywa nini? Aliuawa. So hakuna muda wa kuregarega. Ukishajua mtu ana nia mbaya na wewe, okoa maisha yako ikuokoe. Toka hapo mara moja. Toka hapo mara moja. Ogopa watu ambao hawafurahi mafanikio yako. Ogopa mtu mwenye anahisi vibaya unafanya vizuri. Nisikilize hapa. Usiogope shetani. Kama zako mbele, usiogope shetani. Hata usijaribu. Hata shetani yasi vibaya unafanya vizuri, mwambie utaduru nini. Lakini mwanadamu. Lakini nini? Mwanadamu ambaye ameingiwa na hiyo pepo, ogopa yeye. Lakini shetani akija mwenyewe, mwambie hakuna kitu utanifanya, usiogope. Lakini ni mwanadamu, rafiki yako ameingiwa na rombofu, atakukata miguu mbaya sana. Atakukata miguu mbaya tena sana. Mtu
Mtu yeyote ambaye anahisi vibaya unafanya vizuri, toka hapo mara moja. Hiyo urafiki uwa ikufe na ikufe milele. Maana usipofanya hivyo, yeye akipata nafasi atakuonyesha kenye hujawahi ona. Utaishi ukilia. Tuko na watu wengi leo wanalia, wanahangaika, maana rafiki yake ndiye alichukua bwana yake. Just imagine. Tuko na rafiki yake ndiye alichukua bibi. Just imagine. Mtu anabaki akisema, imagine ndio huyu alikuwa best yangu. Kwa sababu hawa watu ukiwaachilia kenye watafanya, utaishi ukishangaa maisha yako yote. Na hakuna kitu utafanya. Sasa nina mapema, mtu yeyote ambaye anahisi vibaya unafanya vizuri, ukishamjua huyo, hata usimpatia first warning, sijui second warning, hapo kwa hapo weka mikakati. Mimi na huyo mtu nitamaliza urafiki yangu naye mara moja. Njia yangu naye nitakata mara moja, nikate mara moja. Maana usipokata utakatwa wewe. Huyu mfalme akasema kwa sababu ameona ni wengi kuwashinda, hiyo akahisi vibaya. Hawa watu ni wengi kutushinda. Watatushinda hawa watu na sisi hatutaki kushindwa. Akasema tutafute mbinu ya kuwapiga. Hawa watu tuwapige ovyo ovyo, tuwapige na wasijue tunawapiga. Bwana asifiwe. Tuwapige na wasijue tunawapiga. Ni wangapi mpaka saa hii huyo mnacheka na yeye anaendelea kukupiga na hujui ni yeye anakupiga? Auliza, ni wangapi saa hii bado wanaendelea kukupiga na bado mnaendelea kucheka? Mnacheka na hujui bado katika hiyo hali kuna vile anaendelea kufanya nini? Anaendelea kukupiga. Ninakuomba ufunguke macho katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia sasa mbinu ambayo walitumia kuwapiga nayo kiakili. Hata hakuna mtu atakubali, hata hakuna mtu atajua kuna kitu inafanyika. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 6, Yusufu Biblia inasema mstari wa 10, mstari wa 11, basi wakawaweka wasimamizi juu ili wafanye nini? Wawatese kwa mizigo yao. Kwa hivyo waliwatesa wakitumia mizigo kuwafanyisha kazi. Watu wanabaki wakisema na raundia watu wametuongezea kazi sana. Bwana asifiwe sana. Raundia wamefanya nini? Wametuongezea kazi sana. Wakawawekea wasimamizi. Zamani wako kwa wamewekewa nini? Wasimamizi. Wakaona na hii kampuni imeamuaje? Wameamua ma supervisors wafanye nini? Watusimamia. Hapo kuna kukuona, unaona kama unapigwa. Kuna kitu inaonekana. Ninaomba ombi moja, ninaomba hapa uweze kufanikiwa kujua vile wanakupiga. Nasema uweze kufanikiwa kujua vile, na ndio maana tumesema watu tuangalie na macho ngapi? 2. Mwili hii inaona mwili yake, na roho ione mawazo yake na nia yake na roho yenye amebeba. Maana kuna watu wamebeba roho mbaya, roho ya nia mbaya, roho ya mawazo mabaya. Ninakuombea katika ulimwengu wa kiroho uwaone, na katika ulimwengu wa kihalisi uwaone. Maana wanatumia ulimwengu wa kihalisi kutimiza kenye wamepanga katika ulimwengu wa kiroho. Na sasa ukiona katika ulimwengu wa roho, ukishaona nia yake ni mbaya, ukishaona mawazo yake ni mbaya, ukishaona anakuwazia mabaya, mara moja unaweza anza kuweka mikakati ya kuhakikisha kenye unapanga haitafanya kazi kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini wanafaulu? Kwa sababu hatuwaone katika roho. Hatuwezi kuona, ndio inakuwa shida. Wakawawekea wasimamizi ili wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao mji ya kuwekea akiba Pihoni na Ramesesi. Lakini kwa kadri ya walivyo watesa ndivyo walivyoongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wao hawakuwa wanajua wanateswa.
Bwana asifiwe sana. Hawakuwa wanajua wanateswa, lakini Mungu aliingilia kati, akadeal na mbinu yao mbaya, ikafanyika kwa sababu ya uzuri ya wana wa Israeli. Lakini leo uko na roho wa Mungu, uko na roho wa kujua, uko na roho wa kujua. Bwana Yesu asifiwe. Mbinu yao ilitendeka kwa wema juu ya wana wa Israeli kwa huo wakati, maana hawakuwa na roho. Lakini leo uko na Roho Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Basi wapendwa, pimeni kila roho, pima. Na kila kitu iko na nini? Iko na roho. Kila kitu iko na nini? Kila kitu iko na nini? Haya, kando na kila kitu, watu wako na roho. Kila zawadi unaletewa, pima roho ambayo zawadi imetumika kubeba. Because watu wana transport vitu, evil spirit, wakitumia nini? Kama mtu ukitoa pesa unapata unafaulu katika mambo ya kiroho. Ni kumaanisha kila gift inaweza ikaletwa kwako ikiwa na evil spirit. Maana watu wao wanatoa na sababu, natoa hii ili kuwe hivi na hivi. Na pia mtu anaweza akatransfer spirit, akaiweka kwa kitu, alafu akakupatia, akasema natumia hii kitambaa kubeba roho ya kifo. Naweka roho ya kifo kwa hii kitambaa, naweka nia mbaya kwa hii kitambaa, naweka kwa hii zawadi. Alafu mtu anakuja anakupatia, alafu through hiyo unapata mabaya yanaanza kukutendekea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo wewe uko na roho wa Mungu, pima kila zawadi unaletewa. Hizi karne tunazoishi si karne ya kuchukua vitu kwa watu. Nasema hii karne tuliyoko si karne ya kuchukua vitu kwa watu. Saa zingine mtu akikuletea kipawa, anza kuuliza maswali mengi. Kwa nini ananiletea zawadi? Kwa nini ameamua nini? Anza kuchambua. Inaweza kuwa ni nini natafuta? Inaweza kuwa imebeba ka kitu. Inaweza kuwa, anza kuchambua. Lakini wewe ukiletewa zawadi, Waafrika wanapenda kupewa sana. Utaruka. Siku hizi unapaswa kukua careful, hata kupatia chokora pesa yako. Unapaswa kukua careful. Au watu wenye wanaombaomba, kuwa careful, atatumwa kwako. Unaweza fikiria ni kuombaomba, lakini kumbe ni mtu fulani amemwambia nataka uombe ule tendo. Hakikisha hii wiki umemuomba. Mtu anakuambia nipea chai pasta. Unampea, kumbe alitu. Wengine wametumwa na waganga, wengine wametumwa na wachawi. Mtu akiniomba ya chai, namwambiaga nitafutie mahali chai iko nikununulie. Mimi nalipa chai, wewe kunywa chai. Simple. Wengi wanakujaga hapa. Pastor nimefunguliwa jela, nimetoka saa hii niko njaa. Pastor sijui niko njaa. Uzuri tunakuwa na hoteli hapo. Ambia kuna hoteli hapo, enda kula. Naenda kunasema mpatieni akule Kenya atakula, alafu nitakuja kulipa. So kama ulikuwa umetumwa ng'o, hakuna kitu utafanya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hii ni karne. Hakikisha kwa wale walio karibu na wewe na watu wengine ukiwa unawashuku, wapatie change na simu. Wapatie change na nini? Na simu. Mwingine anaweza kuwa amefanywa nini? Ametumwa. Na ndio maana nasema kuwa alert. Spirit yako ikuwa alert hata ukiwa kazini. Mtu anaweza tumwa, enda ununue kitu hii kwa mama fulani, alafu amtume na 1,000 because anajua itarudi na change. Alafu hivyo achukue pesa. So tukweni waangalifu. Spirit zetu zikiwa na tashwishi, mara moja tunafanya nini? Tunazuilia. Namwambia sina cash lakini niko nayo kwa simu, siacha nikupe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hizi roho zinatumia mbinu zote kuhakikisha zinakuleta chini. Wale wakunga wa kuzalisha watu wakaitwa wakaongeleshwa. Wakaambiwa hawa wanawake wa Kiebrania hawa wa Israeli, wakizaa ukipata ni kijana fanya nini? Ua. Ukipata na msichana wacha. Yaani kuna watu wako karibu na wewe. Chochote cha kukusaidia wako pale kuipiga. Chochote si ya kukusaidia wanawachana nayo. Washindwe kwa jina la Yesu. Kitu ambayo inaweza kukusaidia na kuambia haiachiliwi.
Ndio unapata mtu ana apply kazi zenye zitakusaidia hizo haungo. Kazi unasikia zinatokea ya ba ya kuuza sigara, sijui ya pombe, mpaka sasa hizi ni makazi zinaenda fanya nini? Yaani unapata mlango ambaye imeachiliwa ni kazi za ujinga zenye huwezi fanya. Lakini kazi ambayo inaweza kusaidia wamekataa. Rafiki ambaye anaweza kusaidia ndiye ataongeleshwa vibaya kukuhusu. Nataka tusimame tuombe na hiyo katika jina la Yesu. Wakaambiwa vipi? Ukipata ni kijana, ua. Kijana ni nguvu. Kijana ni nini? Unajua mama akiwa na kijana anasema basi boma yangu itafanya nini? Kwa sababu mwanaume ndiye anayeendelesha kizazi. Sawa sawa. Sasa ukiwa na kijana unasema aje? Basi hii boma kuna mtu atabaki sasa. Hii boma kuna mwenye ataendelesha. Kijana anasimamia nguvu. Vitu vya nguvu vya kukuja kubadilisha maisha yako ndio vinauawa. Maana walio karibu na wewe tayari wanajua na wanasikia vitu zingine. Wanaona hii ya maana, wanaenda wanapigana naye. Ambia nimeambiwa kesho mtoto yangu ataamkia kazi fulani. Usiku wanaenda wanafanya vitu vyao. Hiyo kitu asubuhi mnapiga simu haichukuliwi. Unaona mtu amepanda gari mpaka anaenda mpaka huko, inakuwa ngumu. Anaambiwa sisi hatukukuita, sisi hatukukupigia simu, hakuna makaratasi yako hapa. Maana kuna mtu alifaulu kujua. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani waliambiwa wawe hao watoto? Hawakuletewa watu wa mbali, waliletewa wale wenye wanakuaga na wao. Na pia huyu Mwebrania kiangalia anajua huyu dada ni wale wanatuzalishana. Ninaomba kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu, hao watu walio karibu na wewe ambao wanatumika kukuleta chini, uweze kuwashinda katika jina la Yesu. Weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila nguvu, kila mwanadamu, kila roho yeyote aliye karibu na mimi kuhakikisha cha kunisaidia hakitasimama, na inuka kinyume nayo. Haitafaulu, 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 haitafaulu kwa jina la Yesu. Hawatafaulu. Nitawachua, nitawachua, nitawachua kuanzia leo. 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 Nitawachua na watafaulu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Na kuombea wasifaulu kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Wakati nilianza ministry, Mungu alimenisaidia. Naweza sema Bwana amenisaidia tangia mwanzo mpaka sasa. Lakini kabla nikuje kujua, kulikuwa na mtu very close to me. Na kuambia watu ambao walikuwa wanafanya vizuri kwa huduma hii, alikuwa anawatoa. Alikuwa anawagonga. Tukisimama tuulize wangapi watatoa 10,000, wangapi watatoa 50,000, wakiinua mkono kumbe anawagonga. Alikuwa anawatoa kanisa. Nilikuja kugundua baadaye. Na kuambia mtu aliye karibu na wewe, kimwangalia tu na macho urafiki peke yake, atakumaliza, atakupiga. Angalia watu na macho yote. Nilikwambia vile ulimwangalia jana, usimwangalie leo. Anza ya leo tena, maana usiku watu hubadilika. Jana anaweza kuwa mlishinda naye vizuri, usiku alale aamuke kitu kingine. Bwana asifiwe. So pima yeye leo, muangalie kama ni yule wa jana ama amebadilika, ama amebadilika. Nilikuwa na watu kwa huduma hii, na kuambia kazi yake ilikuwa ni kuwafuata kisiri. Anawapiga, na vile anawapiga hawezi kuja kulalamika kwangu. Maana utaanzia wapi? Utaanza lalamika aje? Ilikuwa ngumu. Mmoja wao ndiye alikuwa na hama hii town, na kile alikuwa anaenda Homa Bay. Ndiye akaniambia, pastor, nataka nikuambie na vile natoka ndio nakuambia. Akaniambia 1 2 3 4.
choka, angalia vizuri. Kaambia hata mimi natoka kwa sababu ya fulani. Wewe mama alikuwa ananisupport vizuri sana. Ni hapo sasa nikainua pembe, nikaanza kukua muangalifu. Hapo ndio nikaanza vita na mimi ya kuanza kuprotect Kizungu. Hiyo ilikuwa ni roho ya kuwa akizaa kijana uwa, akizaa msichana wacha. Nini iko karibu na wewe inapiga vitu yako mzuri. Unajua kuna roho ya kupiga vitu gani? Vitu mzuri yako ndio inapiga, vitu mbaya inawachwa ikae. Shindwe kwa jina la Yesu. Tukuzwe Mungu, siku ya leo nilishinda hiyo kwa jina la Yesu. Sasa ninaendelea vizuri, Bwana atukuzwe. Ninakuomba hata wewe uishinde. Nakuomba hata wewe uishinde. Mtu yoyote yako karibu na wewe anapiga vitu yako mzuri. Ninaomba uishinde kwa jina la Yesu ili uweze kuendelea vizuri. Sema amen. Umebarikiwa sana mtazamaji wangu. Tukutane nawe kesho asubuhi masaa kama haya katika kipindi kingine tena cha kuelimishwa na neno la Mungu. Kumbuka katika ibada zetu za Jumapili tunaendelea na ibada za ukombozi. Karibu. Jumapili hii mpendwa, ilikuwa ni fire bila smoke, na kuambia watu walifunguliwa. Mungu anafanya vitu, acha nikwambie, na yote inafanyika bure. Watu wanapona bure, watu wanafunguliwa bure, na hakuna vitu ya kufake hapa bwana. Unajionea mwenyewe live Kenya Mungu anafanya. Bwana asifiwe sana na utabarikiwa. Karibu katika jina la Yesu. Amen. Shika sadaka zako, tumwabudu Bwana kwa matoleo yetu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema utoaji. Ibada special